wanapewa na notice. Amen. Vidogo sana. Vidogo sana. Nilinunua gari siku moja, nikaiuza ile gari. Nilienda na kijana wangu hospitali. So tumeenda hospitali, nikaiuzia kule kule, na mimi nilikuwa na shida huko. Kwa hiyo tukienda ibadani hataki kwenda kanisani. Anasema baba yangu ana gari, mimi sitaki, nataka gari. Haya maneno ni rahisi sana ukisimuliwa, ila yakikukuta ukaanza kuyaishi ni magumu sana. Ni magumu sana. Umeuza gari na hauna gari sasa, alafu mtoto anasema baba, gari yetu iko wapi? Akiona gari inapita sasa, gari ya dadi. Unaona hiyo biashara? Gari ya dadi hii. So unaweza kuona hiyo biashara. Mzazi una uwezo kuharibu watoto wako, kizazi chako, kwa sababu ya matendo yako mwenyewe. Sema kwa jina la Yesu. Mungu naomba nitakase mimi kama mwanzilishi wa kizazi kwa jina la Yesu. Okay, niende haraka kidogo. Nikutajie tu vitu vichache ambavyo unahitaji kutakasa kizazi. Mtu mmoja katika Biblia anaitwa Ibrahim. Wakamuuliza Ibrahim, huyu binti ni nani uko naye? Majibu yake alisemaje? Wanapenda sana wao sana. Alisemaje? Ni dada. Alafu ni nani? Ni mtoto. Wakati huo Sarai alikuwa bado ni mrembo. Ikapita miaka mpaka miaka 90 umri wao. Akabeba mimba, akazaa mtoto anaitwa Isaka. Isaka akakuwa naye miaka 35, akaoa. Akaenda kwenye nchi ile ile baba yake alienda. Alipoulizwa, wewe ni nani? Akasemaje? Dada yangu. Twende pamoja. Twende wapi? Pamoja. Tatizo limeanzia wapi? Aka karoho ka uongo kamepita wapi? Baba yake. Baba yake. Jamani, kamepita wapi? Afu turudi nyuma sasa. Amen. Turudi nyuma sasa. Weka mkono kifani. Sema mimi sasa. Nimepitisha. Haleluya. 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 Umeona umuhimu wa kutakasa malango? Wewe sasa ndio lango kwa kizazi chako. Hapo angalia. Wewe mwenyewe umezaa nyumbani. Wewe mwenyewe una wanaume au wanawake 5. Wewe mwenyewe, yani hakuna kinachoendelea. Yani wewe mwenyewe vyote. Yani wewe mwenyewe vyote. Muongo mwenyewe, mwizi mwenyewe, tapeli mwenyewe, mkorofi mwenyewe, muuaji mwenyewe. Yani wewe vyote. Amen. Yani akiazimu kukusema vibaya, atasema kama mama yako alivyokuwa ndivyo ulivyo. Na ndivyo alivyokuwa dada zako, na wewe ndivyo ulivyo. Dada yako alikataa kumtunza mume, na wewe umekataa kumtunza mume. Alikataa kuishi na mume wake, na wewe umekataa kuishi na mume wako. Hivi unaona? Hayo ndio maneno anasema Ezekiel 16. Sasa nielewe habari. Maana kitu kimepita kwenye mlango. Ili huo mlango usipotengenezwa, utatutengenezea kizazi gani kinachokuja mbele yetu? Ni kizazi gani tunakitamani kitokee mbele yetu? Miaka 20 ijayo. Yani leo tunasema hivi, jamani, watoto wa 2000, jamani, wewe. Yani kila mtu utasikia sasa hivi vitoto vya 2000, jamani. Ni kizazi ni kero mtaani. 2000, yani kuanzia mwaka 2000 kuja mtaani, yani ni kero. Ukikuta kitoto kidogo kama hicho kilishavaa sketi kubwa, ukikipita njiani hivi, kama mtoto mbona usalimii? Kila mtu na msingi zake. Hivi unajua bwana mdogo kama wewe unaweza kumuuliza swala hapa, atakuangalia, atakushusha kuanzia chini mpaka juu, afa kukwambia si upite zako. Hiki ndio kizazi. Hiki ndio kizazi.
kizazi cha 2000 kuja juu hakina mwenyewe. Amen. Si tukubaliane au tukatae? Amen. Hakina mwenyewe, mama yake wala baba yake, naye hamiliki. Amen. Wote hawafugiki. Amen. Sinaeleweka vizuri? Amen. Wote hawafani. Mzazi ameshindwa kumfuga na imeshindikana kufugika. Amen. Sasa jaribu huyo wa 2000 ana mtoto. Unaelewa sasa? Amen. Huyo wa 2000 naye yaani yeye ameshindwa kufugika, alafu naye katotoa sasa. Amen. Anaenda kufuga? Yaani anaenda kufuga? Mama ya mtu alivyo ndivyo. Miaka mingi iliyopita ilikuwa tu baba anakuja anasema, mwanangu, ile familia ni ya kuoa na kuna mtoto wa kike. Amen. Utaoa yule. Amen. Wanalipa na mahali kabisa. Amen. Mtoto wa kike mdogo aliyezaliwa. Walipredict tabia ya yule mtoto kwa sababu ya familia. Amen. Lakini leo hii hakuna anayeweza kutabiri tabia ya mtoto kutokana na familia yake. Amen. Kweli au si kweli? Kweli. Hakuna mtu kutabiri tabia ya mtoto kutokana na familia yake. Wezi. Haijalishi kazaliwa kwenye nyumba ya mchungaji, siku hizi haijulikani kwamba huyu ni wa mchungaji, huyu ni wa mtume, huyu ni wa nabii, huyu ni wa siwa gani, wasomi, wasiosoma, haipo. Wa kijijini na wa mjini wote ni amen. Kichwa kishavuta bangi tangu siku ile kinazaliwa. Amen. Na hiyo bangi itakuwa ni ya simi mbichi. Sanaelewa. Kwa nini malango yasipotengenezwa tunayoitazamia Tanzania ni ya vurugu? Amen. Kanisa tunalolitazamia ni la vurugu. Amen. Watu tunaowatazamia ni wahofu. Amen. Watu ambao huwezi kumwambia ofisi hii na kuachia, haiwezekani. Amen. Watu ambao huwezi kumwambia kanisa hili na kuachia, huwezi. Amen. Ni waovu, hawaokoki, na atakiokoka amekuja kanisani lakini hajaokoka. Amen. Yaani wewe akija kanisani ana tatizo. Bwana, si ukienda redio ni watu wanapiga simu utasikia anapiga simu, mtumishi, naomba nitabirie. Bwana waza simu mwambie utakufikisha. Yaani ni viganga fulani vya kienyeji vinaishi huko mtaani. Mtumishi, naomba nitabirie. Ndipo ilipofika level ambayo kuhani kabisa. Unajua sheria za kuhani zamani ilikuwa haiwezekani kuhani kuoa mwanamke aliyewahi kuolewa. Leo imefika hatua sio tu aliyewahi kuolewa, yaani kuhani mwenyewe anaoa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, na imefika level ambayo ilikuwa tunapelekwa kwa wazazi ili tubarikiwe. Siku hizi hiyo biashara, niliyempenda ni mimi, nikubaliana naye ni mimi, kwa naishi naye ni mimi, mtake msimtake shauri yenu, ni mimi. Amen. Ilikuwa sio tu hivyo kwamba utamheshimisha mtoto wa watu ukamchukue kwao. Hiyo ilikuwa ni moja. Ilikuwa ukishatufanya hayo yote, kuna kanisani hizi mtume mmoja na nabii mmoja hivi, mchungaji mmoja hivi. Amen. Akishakosana na mke wake utasikia, wewe sio mwanamke pekee yako, kuna wanawake wengi sana, wewe usijione bora, kuna watu wengine wako wazuri kuliko hata wewe. Usitishe, anapita zake hivi, akitoka anakuja kwenye kwaya, anapita na vilabu fulani, anapita na sawa. Bwana ameniambia wewe unapaswa kwa mke wangu. Nasikia? Unapaswa kwa mke wangu. Kesho utahamia nyumbani.
na ndio imeshakuwa ndoa hivyo. Kanisani kaokota hivi kapeleka nyumbani. Yule mama amekasirika kwa yale maneno, kaenda nyumbani tu kwa sababu ya yale maneno. Si unaelewa? Kwa sababu tu ya yale maneno kakasirika. Sio kwamba ndoa imeisha. Ila kaenda nyumbani kwa sababu yuko nyumbani anapigia simu. Baba, kwanza ya utakaso wa kizazi inaitwa dhabihu. Sema dhabihu. Kizazi ili kizae kitu chenye uwezo kilicho sawa lazima kitakaswe. Amen. Mlango ule lazima utakaswe. Mimi ndiye mlango, lazima mimi niwe utakatifu. Amen. Ili nitakacho kizaa kiwe hivyo ninavyotaka. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Unajua kuna uhusiano na kizazi kinachoendelea. Ayubu alitamani watoto wake wawe namna ile, wasafishwe, wakae katika utakatifu. Akawa anawatolea sadaka, anawatakasa, anawaconsecrate, anawatoa sadaka kwa Mungu. Anawachukua mmoja baada ya mwingine, anamtoa sadaka, anamchukua, anamtoa sadaka, anamchukua, anamtoa sadaka, anachukua, anatoa sadaka. Mimi hapa nikusimulie kidogo. Amen. Nikusimulie. Mungu akilipa alinipa masharti. Akasema nimekuheshimu sana, nimekupa mtumishi wangu. Amen. Unasikia? Na nimekuheshimu, nimekupa nini? Mtumishi wangu. Sasa akanipa kaka kiumbe. Si kaka kawaida tu. Eti. Ni wa kawaida. Hapana. 2,000 hiyo. Masharti mengi. Tuko pamoja. Sadaka ya kwanza kubwa ilikuwa ni nusu mauti ya huyu mama. Mimba tu kama ya mwezi mmoja naye alikuwa tayari ni maiti kabisa inayotembea duniani. Akaniambia hivi, baba, nakupenda sana, ila hapa nilipofikia na kuruhusu nikiondoka uoe mke. Ndio kwanza na mwezi kama labda wiki 2. Alafu akatulia shapo. Nilizunguka kile chumba, tulikuwa tuko kwa mama mmoja hivi Tanga, tuko genini. So nikaanza kuzunguka. Kwa nini? Jana nilitoa mfano nikasema hivi, kijana unaenda kujiunganisha na nani? Mwenye nini? Sema nielewa. Ile damu unaenda kujiunganisha naye ni amana sana. Sasa mimi kabla sijaunganikana naye nilikuwa na maelekezo na yeye alikuwa na maelekezo. Kwa hiyo tulikutana tukiwa wote tuna maelekezo, tuna kazi maalum. Tunakutana sisi sio kwa ajili ya hiyo ni jamaa mtokee, ila kwa kazi tuliopewa. Tuko pamoja. Kuna agano la kuunganika kwetu. Unanipata vizuri? So ile agano ilipotokea, sasa tumekuwa wawili. Alafu nasikia mtu ananiambia, sasa bwana, nadhani mimi nimefika mwisho wa safari, nitaondoka. Alafu nikakuta baba amelala, namshika hivi, ona kama hii kitu imeondoka. Sasa tu alikuwa kama huyu jamaa hivi vitu. Sasa nashika na ndio tayari ameshakonda zaidi. Sasa moyo ukiugusa unaona ni rahisi tu kwamba hapa ningeusikia moyo, lakini kama vile umepoteza dili. Bwana tusaidie sana. So nikasema hapa tayari kuna jambo. Nikaanza kuomba. Sikuomba neno mfufue, sikuomba Mungu nirudishie, niliomba neno moja tu. Kumbuka. Amen. Na hatujaanza kulifanya agano lolote. Ile kazi iliyotupa hatujaanza kulifanya. Hicho tu kilinipa huyo mtu kuwa naye tena. Amen.
Miaka 2 iliyopita ikamtokea yeye. Hapa. So tumeanza kazi hapa. Watu wanaenda kushutulia na nini hivyo. Mungu akamwambia, namchukua mtumishi wangu. Hii ni zamu kwa zamu. Nafanya namchukua mtumishi wangu. Unajua maelekezo aliyopewa, akaambiwa ili aishi tafuta uhai mwingine, maana nishamaliza. Na mimi sasa kwa sababu nilikuwa nimeshachoka, nimeshajua, nimeshapata taarifa, nimeshafahamu. So alipoamka ile siku hiyo anaanza kulia, nikamwambia kwa shida yako nini? Alafu sikuendelea na habari nyingine. Ninaelewa kwa nini analia. Nikakuta ameanza, sitaki kuambiane. Sasa utakuwa mjane mtu ni mzima ana shida ile. Sinaelewa. Bwana nisaidie sana. Mambo ya kiroho wende ikawa unarahisisha sana. Ila ni complicated sana. So Mungu akamwambia tafuta uhai. Hapa hakutakuwa na mtu, nishamaliza kazi. Si unaelewa? Nishamaliza nini? Kazi. Nishachukua mimi, naondoka na kiumbe changu. Tafuta uhai mwingine. Ikabidi atafute sadaka ya uhai ya mnyama. Aitoe. Aijengee madhabahu ili niishi. Hivyo unaelewa? Amen. Vice versa. Bwana tusaidie sana. Amen. Lakini ni nini hiki najaribu kukuambia? Ni kuwa kuna mlango, una nafasi kubwa. Amen. Wakati napewa kiumbe, sijui tuna sadaka ngapi eti? Kuna watu huwa mnatoa sadaka moja. Baba nishakomboa mtoto wangu, nishamweka wakfu, imeisha. Sisi tuna sadaka zaidi ya 7 kwa huyu mtu mmoja. Na tukapewa miaka. Umri fulani, sadaka, umri fulani, sadaka, umri fulani, sadaka, umri fulani, sadaka, jambo fulani, sadaka. Hivyo naelewa hiyo habari. Kwa nini? Kwa sababu kuna vile tulikotokea sisi. Amen. Majini na mashetani yako tu hapa mbinguni. Hivyo naelewa. Amen. Yako tu wapi? Hapa mlangoni. Kwa hiyo yanaweza kukamata hicho kizazi kirahisi na yakapita madude yote yakaenda kwao. Wakati umeshapewa kwamba heshima, tunza, wewe ni mtumishi wangu. Si unajua wewe. Yes. Anapofika hatua anasema, mama, tafuta sadaka kwa ajili ya mtoto wako. Ndivyo aliambiwa hivi Ibrahimu. Amen. Ibrahimu anaambiwa mchukue mwanao umpendaye. Mwanzo 22:1. Mwanao wa pekee umpendaye kamtoe sadaka. Na unajua Ibrahimu aliachana na Sara mkewe. Tunajua hilo. Ndio ilivunjika, unajua. Alipotoka pale akampeleka Isaka mlimani. Akamkamata kumchinja. Biblia inasema Mungu alileta kondoo. Ni watu na bahati. Hivi kule mbinguni kuna kondoo eti? Alitokea kondoo asikojulikana alikotokea. Kawekwa hapa mbele ya Ibrahimu. Chinja badala ya Isaka. Akatoa sadaka Ibrahimu ya kondoo badala ya Isaka. Nini kilitokea? Mama yake alisikia mtoto wako wa pekee mmoja. Baba yake alikuwa anaenda kumchinja. Jibu la kwanza kabisa la Sara lilikuwa, huyu baba ameanzisha imani potofu. Huyu baba ameanzisha imani potofu. Hakuna mtu anatoa sadaka ya mtoto. Lakini yeye ameenda kumtoa mwanangu Isaka sadaka ya kuteketezwa. Mwanangu niliyempata kwa mateso baada ya miaka 90 ya kuishi kwangu. Hapa anamtoa sadaka. Ibrahimu
Kumbuka Sarai alikuwa si mchezo. Unamfahamu Sara? Sara alikuwa ni mwanamke. Anaongea neno hili moja unajifikiria mara 70. Amina. Alimwambia neno rahisi, mfukuze Hajiri. Mama, wewe si ndio uliniambia nimchukue Hajiri? Nimesema mfukuze Hajiri. Ulinituma, sasa hivi nasema mfukuze. Na uchagua mimi au yeye? Ibrahim kajikosha kosha, kaenda kumwambia Mungu, huyu mwanamke bwana ni wahovyo sana. Baba, sasa naomba umuue huyu mwanamke nibaki na Hajiri. Sauti ikatoka, msikilize Sara mke. Na Mungu tena yuko pamoja na Sara. Yesu wangu, nimekwisha. Kaanza katoka na kinyonge. Hajiri, chukua hii yako na njiani. Ishmaeli mwanangu, chukua na jinga tutaona na Mungu akipenda. Mwanangu hana mtoto wengi. Sara hataki kumuona Ishmaeli mbele yake. Wala Hajiri. Alafu Ibrahim hana mtoto mwingine. Kumbuka na hana mtoto mmoja. Alafu kule mwanamke Hazai. Angalia majibu yake. Wewe ungeweza? Hivi nafikiri ulikuwa ujasiri mdogo wa Sara. Wewe ungeweza? Simsemi majibu ungeweza. Hauzai. Alafu amezaa naye. Alafu namwambia mfukuze sasa hivi. Alafu na huyo Hajiri sitaki kumuona kabla sijamchinja. Kwa na huyo kijana wake sitaki kuona. Fukuza hapa hizo mbwa. Majibu ni mwanamke amesimama kwa uhodari. Unajua? Huyu anaitwa Sara. Ungemwambia Sara hivyo hivyo. Wewe si mzali, alafu naleta vurugu hapa. Sara hajasikia baba, wala hajajiuliza baba, wala hajataka kujiuliza hayo maswali. Ana neno moja, nimesema fukuza ile mbwa hapa nyumbani kwako. Kulisha. Amen. Ibrahim kajikosha alivyoweza, hamna majibu mengine, ni moja tu, fukuza. Anaingia jikoni, anaenda bandani, anaenda kwenye ng'ombe, anarudi kwenye zizi, anaongea na wafanyakazi, anamaliza, akirudi fukuza hiyo mbwa hapa mbele yake. Huyo ni mwanamke anaitwa Sara. Usimfikiria alikuwa ni mtu mdogo. Sasa eti huyo Sara kahangaika kapata mtoto. Leo Ibrahim kachinja yule mtoto. Anaingia ule mlango. Anaenda kuingia ule mlango. Uniambie tu kweli ataingia ule mlango. Akakuta kale kabidi kameshika panga mlangoni. Kuanzia hapo Ibrahim alipita hivi, akakaa kwingine na Sara mpaka Sara amekufa. Akaenda kumchukua akaenda kumzika. Lakini hawakuonana mpaka Sara amekufa. Unaelewa hiyo biashara? Kuna aina ya sadaka unayotaka uitoe kwa ajili ya kizazi. Ukimwambia mume wako, ukimwambia mke wako, ndoa itakufa. Lakini Mungu anataka ili kizazi chako uzae watu wa aina fulani. Kama hujachoka aina fulani ya maisha, unaweza ukachukua shilingi 5,000, ukachukua shilingi 2,000, ukachukua shilingi 10,000, ukasema na Mungu na mtoto wangu ukaondoka zako, kaishi hapo. Kuna kitu kipya, kuna kizazi kipya unataka kukiconsecrate, kukitenga. Unataka atokee mtu ambaye mbingu zikimtazama zitatikisika. Atokee mtu ambaye mbingu zikitazama nasema yes, huyu ni Samueli tuliyomsubiri. Huyu ni Isaka tuliyomsubiri miaka. Huyu ni mwana wa Raheli tuliyomsubiri miaka na vizazi. Na nataka huyu. Mbingu zinasema wote fanyeni mnachotaka, lakini nieleweni. Amen. Isaka. Amen. Ukisikia takaswa, sio tu safishwa, lakini maana yake tengwa. Weka
pembeni kwa ajili ya kutumiwa na aliyekutenga kwa sababu zake. Amen. Haleluya sana. Amen. So malango ya kizazi yasipotakaswa, yasiposafishwa, yasipotengwa, yasipowekwa mahali special kwa ajili ya kupitisha kitu fulani tu, yatapitisha kila kitu. Kuna watu ni malango ya kizazi. Amen. Wanaunganisha watu ama watoto wao wa kimwili na ulimwengu wa kiroho. Amen. 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 Hawa watu huwa wanaweza kuwa malango ya watoto wao wa kiroho na watoto wao wa kimwili. Amen. Kwa mfano, amen, sisi makuhani tuna watoto wa kimwili na tuna watoto wa kiroho. Amen. 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 Kwa hiyo, na kwa mimi mwanzilishi wa kizazi cha kiroho na mwanzilishi wa kizazi cha kimwili. Amen. Mwanzilishi wa kizazi cha kiroho ana tofauti kidogo na mwanzilishi wa kizazi cha kimwili, lakini wote ni sawa. Amen. 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 Ibrahimu ni mwanzilishi wa kizazi cha kimwili na ni mwanzilishi wa kizazi cha kiroho. Amen. Yeye mwenyewe alikuwa na Mungu wake. Amen. 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 Kwa hiyo watoto wake wa kiroho na watoto wake wa kimwili wote aliwaunganisha na Mungu wake. Amen. 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 Unanielewa vizuri? Amen. Sasa turudi kwenye hili neno malango ya kizazi. Anasema ikawa Israeli alipokaa Shitima akajiunganisha na Baali Peori. Yes. Kwa sababu alishiriki chakula kilichotolewa sadakani. Amen. Unaelewa sasa? Amina. Kumbe wakitaka kukuloga. Nilikuwa nasikiliza shuhuda za watu fulani hapo waliniambia. Amen. Kuna watu wakiwa na ibada zao maalum. Amen. Wanaenda kuchinjia juu ya kaburi la mtu. Yes. Alafu ile nyama na ile mboga wanaigawa kwa watu. Yes. Maana unashirikishwa ibada. Yes. Tunaita kwa Kiingereza initiated. Yes. Unaingizwa bila wewe kupenda. Yes. Kwenye hiyo ibada ya kwako. Amen. Kesho na kesho kutwa, yes, unaanza kuota ndoto. Amen. Uko baharini. Yes. Uko juu ya misitu. Yes. Uko makaburini. Amen. Unajiuliza ni nini kinachokiangalia? Niko katikati ya bahari, niko kwenye misitu. Hivi ni nini naona? Ni nini imetokea na nilikuwa kanisani? Wewe mwenyewe ulijipeleka kwa akili zako. Amen. Roho wako. Amen. Ukameza na visivyostahili kumezeka. Amen. Kuanzia leo kataa kula ovyo ovyo. Amina. Amen. Usiuze thamani yako kwa chakula. Amen. Kaya siku moja sikumalize. Amina. Esau alipoteza utu wake kwa chakula cha nusu saa. Amen. Anashiba mara moja, baada ya masaa matatu anaumwa njaa tena. Amen. Lakini akauza kwa uzalio wake. Amen. Wewe pia angalia, kuna watu mmepoteza kwa sababu ya vyakula. Amen. Rikapalosa. Nasikia hivi nikwambie, kuna watu mlipoteza maisha yenu mkiwa tumboni kwa sababu ya mama zenu walikula aina fulani ya vyakula. Kusudi lake nilikuwa wewe mtoto. Amen. Oh, Bwana Yesu naomba nisaidie. Amen.
Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Mlipoteza kila kitu tumboni. Yes. Kwa sababu mama ndiye aliyekula. Amen. Unanielewa? Amen. Wow. Nakumbuka mfano mmoja hapa. Mama yake nani? Manoa, mke wa Manoa. Ni mama yake na Samsoni. Yes. Anaambiwa hivi, usile hiki, usile hiki, usile hiki. Amen. Kwa sababu ukila hiki, yes, ukila hiki, amen, na hiki, yes, huyu mtoto, yes, atakuwa initiated. Yes, ataunganishwa, yes, na hiyo miungu, yes, iliyoko huko. Amen. Naeleweka vizuri? Amen. Yeremia 1:5 anasema, nilikutenga tangu tumboni mwa mama yako. Amen. Alikuwa na sababu ya kumtenga tangu tumboni. Yes. Kwa sababu tangu tumboni mwa mama yake angeweza kuunganishwa akawa kitu kingine. Amen. Bwana tusaidie. Amen. Hallelujah. Amen. Umenielewa vizuri? Amen. Kumbe kuna watu damu zile za kafara, wengine vile vyakula mlivyokula mkiwa tumboni mwa mama zenu, mliunganishwa na madhabahu nyingine ambayo ilibeba magonjwa. Amen. Kile chakula kilibeba aina fulani ya magonjwa. Amen. Kina mama, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwani nasikia kuna vyakula fulani mama akila, mtoto anazaliwa na utingio wa ubongo. Je, mwahi kusikia? Kuna vyakula fulani mama akila, mtoto anazaliwa ana tatizo. Ni sahihi? Haleluya. Amen. Kina mama oye. Amen. Tunajua lakini yaani mama akiwa mvuta bangi, hicho kitoto kitazaliwa kikiwa na nini? Kina bangi tayari. Haleluya. Amen. Aina ya vyakula ndio maana unafikia wakati kina mama wanachagua vyakula. Kwa nini? Kuna sababu kubwa sana ya kuchagua vyakula. Wakati mwingine unaweza kufikiri unachagua tu vyakula kwa sababu tu sitaki. Lakini angalia, ukisimama siku moja ukasema, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo nakataa, nitakula chochote, utakula. Amina. Niko yuko chuo cha Biblia anasoma, alafu akawa ni mjamzito. Anaenda kuingilia kati mambo yako. Anaingilia kati wako. Nasema amefikia simama. Anaenda simama. Anasimama. Amesikia. Anasimama. Amekuja. Amesimama mbele ya mlango wako. Ya pala ya basi. Ya pala ya basi. Mwanangu, Mungu ameona. Yeye ameona. Si mtu aseme uongo. Amesimama. Wewe simama mbele yangu. Wewe simama mbele yangu. Anasema huu ni mwaka wako. Huu ni mwaka wako. Huu ni mwaka wako. Yatakasika kuanzia moja baada ya nyingine. Nilikuwa nimeacha, nimerudiwa. Amina. Uliacha, umerudiwa. Amina. Mungu amesikia kilio chako, anasema utakuwa wake. Amen. Oh my Jesus. Mwanangu, futa machozi. Amekusikia. Kama shukrani, amekusikia. Hautalia tena. Amina. Tafuta neno. Siba. Niliacha, nimerejea. Niliacha, nimerejea. Amen. Niliacha, nimerejea. Amen. Anakusikia. Amen. Anakusikia. Kabisa. Nije kuzaa aina fulani ya uzao.
lakini mlipita kwenye kizazi cha matasa. Ile damu ya utasa itaingia na kwako. Ndipo umejikuta na wewe ni tasa. Hauwezi kuzaa. Hauwezi kuzaa. Kwa sababu wewe umeingia na umepita kwenye damu ya utasa. Ulikusudiwa na Mungu uje kuwa mfanyabiashara, lakini angalia cha kushangaza, ukaingia kwenye kizazi ambacho ni kizazi cha watu wanyinyi maskini wasiofaa. Umejikuta ufai. Umekata tamaa, hata uamini kama unaweza kuwa mfanyabiashara mkubwa. Hauamini tena. Ndoto ulizokuwa unaona hazipo. Wengine mlikusudia leo wana sheria. Imagine kwa mfano, Mungu amemweka Hana, anasema atazaa nabii, lakini Hana akapitisha kwenye ukoo, damu yake inasema hakuna kuzaa. Sara anatakiwa mzae Isaka, damu yake inasema hakuna kuzaa. Rebeka anatakiwa azae Yakobo, hakuna kuzaa. Yakobo anapewa Raheli, anasema Raheli ni mama wa taifa, anatakiwa azae taifa, anasema hakuna kuzaa. Damu yetu inakataa. Sisi haturuhusiwi kuzaa. Biblia inaniambia Gideoni alikusudiwa angekuwa mwamuzi wa Israeli, lakini damu yake anaielezea mwenyewe. Anasema hivi, sisi kwetu ni maskini, alafu mimi ni mdogo kuliko wengine. Kwa kanuni mimi siruhusiwi kumiliki wala kuongoza wengine. Maanake tatizo haliko kwa Mungu, tatizo liko kwenye damu. Damu yao inasema sisi wa aina hii haturuhusiwi kuwa viongozi. Bwana Bwana ainue kizazi kamili. Bwana ainue kizazi cha kwake. Bwana akuinue wewe utengeneze kizazi. Bwana akikutakasa atakufanya wewe kuwa chanzo cha kizazi. Hicho kizazi kitatoka watoke wakule, kitatoka watoke kule, kitatoka watoke manabii, wako wazaliwa kwenye biashara, wanasiasa, viongozi, watu wateule, watu wenye kumcha Bwana, watu watakaoisimamisha kusudi la Mungu duniani. Umekuwa designed, anamwambia Yeremia, umekuwa designed ili wewe ukafanye kazi fulani, lakini kitu cha kushangaza, Yeremia anasema mimi sio. Anamwambia no, damu yako inasema wewe ni kuhani, damu yako inasema wewe ni nabii, lazima uishi kama nabii, lazima utende kama nabii, lazima ufanye kama nabii. Ulikusudiwa wewe nabii, nasema na tabiri hivi, utakuwa nabii kwa jina la Bwana. Ulikusudiwa wewe kuhani, nasema nimetumwa nikufanye tena kuhani. Ulikusudiwa wewe nabii, nimetumwa nikufanye Bwana tena. Ulikusudiwa ufanye biashara, nimekutuma kwako, nina ujumbe wako, nimetumwa kwako. Lazima urudie asili yako, lazima urudie asili yako, lazima urudie asili yako, lazima urudie asili yako, lazima urudie asili yako.